Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, ni ipi hukumu ya yule mtu anayefunga lakini chakula cha daku huenda kuchukua kwa mchipuko, yani mwanamke asiyemuoa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza swali, ni ipi hukumu ya yule mtu anayefunga lakini chakula cha daku huenda kuchukua kwa mchipuko, yani mwanamke asiyemuoa? Hili ni swali ambalo kwa limetufikia, na muulizaji ameuliza swali liko katika mweko huu, lakini aelewe kwamba jambo la mwanamume kufungamana na mwanamke ni jambo ambalo sheria imelekea utaratibu wake maalum, na watu wamejizoesha mambo ambayo yalikuwa sio katika nidhamu ya Uislamu, kwamba kujiwekea kwamba huyu mwanamume akawa kwamba ameweka urafiki na mwanamke ambaye ajinabia, na mwanamke akaweka urafiki na mwanamume ambaye kwamba watu hawa wanaweza kuoana. Ni jambo ambalo Uislamu umelikataza, na kila mmoja anatakana kwamba akae katika ule mweko wake ambao Uislamu ulikuwa umemweka. Na baadhi ya wanachuoni wanasema tanawulu as-sahur min imra'atin la tahillu lirajuli ajnabiyya yu'tabaru harama. Wanasema ahlul ilmi kwamba jambo la mtu tanawulu as-sahur, kuchukua kile chakula min imra'atin, kutoka kwa mwanamke, la tahillu lirajuli, mwanamke huyo si halali kwa mwanamume, kwa maana ajnabia, mwanamke ambaye alikuwa kando, yu'tabaru haraman, panazingatiwa kwamba jambo hilo ni haramu, idha khala biha, atakapokuwa amekaa naye faragha huyo mwanamke, au kana fihi tabarruj, au ikawa kwamba ndani yake kuna kudhihirika kwa yale mapambo na kudhihirika baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa havistahiki kuonekana. Wajibu alayhi at-tauba ila Allah subhanahu wa ta'ala, na mwanamume huyo inamwajibikia kwamba atubie kwa Allah, kadhalika na mwanamke vile vile anatakana kwamba atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa baya, ni jambo ambalo kwa haram, na ni jambo ambalo lisilofaa, na Muislamu anatakana kwamba ajiepushe. Ikiwa kwamba ni Muislamu wa kweli anafuata Uislamu, basi epukane na kuwa na michipuko, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Kadhalika na mwanamke anatakana ajinoe katika maasi hayo, kwa sababu hayo ni maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja anatakana kwamba azindukane, atoke katika maasi hayo. Mwanamke anatakana ajinoe katika jambo hilo la kukaa na mwanamume, ikawa kwamba ndo anahesabu kwamba mchipuko wake, na mwanamume kukaa na mwanamke akahesabu kwamba ni mchipuko wake, ni masala ambayo ilikuwa haramu, haifai. Ikiwa nyinyi ni Waislamu mnaogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na mnajua kwamba kuna siku mtakufa, kama vile ambavyo mlivyokuwa mmeona watu wengine wamekufa, basi na nyinyi mjue kwamba kuna siku mtakufa, mtarejea mbele ya Mola wenu. Kama kweli nyinyi ni watu ambao mnatakana, basi mwanamume anatakana kwamba apeleke posa kwa huyu mwanamke, kisha kwamba muoe, waishi katika misingi ya Uislamu, katika misingi ambayo iko halali. Lakini katika hali ya kukaa huyu mmoja akawa mchipuko wake na yeye akawa mchipuko wake, ni jambo ambalo qualify. Na yote ambayo yanafanyika, si kwamba kwenda kuchukua chakula cha daku tu, na mengineyo ambayo yanafanyika, yote ni mambo ambayo yalikuwa hayafai, ni mambo ambayo yalikuwa haram, na inatakana kwamba watu watubie kwa Allah na waachane na jambo hilo, na waachane katika kuwa katika hali kama hiyo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala autie nguvu Uislamu, na awatie nguvu Waislamu waweze kufuata mafundisho ya Uislamu katika misingi yake ambayo ilikuwa sahihi. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu
na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.